Kwa majina naitwa Dr. Alice Kitinde, ni mganga mfawidhi wa kituo cha afya Mji Mwema. Kwa mwaka wa bajeti 2025 2026 tulikuwa na jumla ya miradi ya ukarabati na ujenzi wa jengo moja la GBV Global Violence ambalo linahusika na mambo ya kudhibiti ukatili wa jinsia kwa watoto na watu wazima. Tumeweza kufanikisha kujenga jengo hilo ambalo mpaka sasa hivi tayari limeanza kutumika, lakini pia tuna miradi mingine midogo midogo ikiwemo ukarabati wa jengo la utawala, ujenzi wa jengo la fast track ambalo nalo limekamilika kwa 100% na lipo kwenye matumizi. Jengo letu la fast track limekuwa ni muhimili kwetu kwa sababu tunapata wateja wengi ambao wanakuwa wana haraka wanaotoka nje ya manispaa na ambao wapo ndani ya manispaa. Kwa hiyo huduma zetu tunazofanya ni kwamba mgonjwa kila kitu kipo mle ndani. Hii ni kuanzia tuna madaktari wawili, lakini tuna chumba special kwa ajili ya maabara, tuna chumba special kwa ajili ya pharmacy, tuna chumba special kwa ajili ya dressing na mapokezi. Kwa hiyo mgonjwa wetu akiingia katika jengo hilo anapewa huduma hapo hapo. Tofauti yake na huduma nyingine ni kwamba jengo la fast track tuliona ni muhimu kuliweka kwa ajili ya wale watu ambao wanakuwa na haraka zaidi, lakini hii haimaanishi kwamba kwa wagonjwa wengine hatuwapi huduma. Wagonjwa wengine wanaendelea kupewa huduma ambazo walikuwa wanapewa kama mwanzo kwa uharaka zaidi pia, lakini huyu huwa anafuatiliwa zaidi kwa sababu wengine wanaokuja unakuta anasafiri au alikuwa njiani ameachwa na gari, anatakiwa aendelee na safari. Mwingine anataka kaendelee na shughuli zake kwa muda huo. Kwa hii imeturahisishia hata upunguzaji wa rushwa, kwa sababu siku za nyuma ilikuwa inatokea mtu akiwa na haraka atachukua hela atampa daktari, anamuingiza, anamtibu haraka na kuacha wale wengine wakiwa tayari bado wapo kwenye foleni. Naitwa Sylvester Arod Mwagama, diwani wa kata Mji Mwema. Siku ya leo kamati ya siasa kata Mji Mwema imetembelea miradi. Kama desturi na taratibu, chama kinapaswa kutembelea miradi kwa ajili ya usomaji wa ilani na utekelezaji wa ilani ndani ya kata Mji Mwema. Tumetembelea takribani miradi 10. Tumetembelea miradi ya madarasa katika shule ya msingi Mji Mwema, lakini pia tumetembelea miradi ya vyoo vya shule za msingi pamoja na sekondari. Tumetembelea majengo mapya ya ustawi wa jamii katika kituo cha afya cha Mji Mwema, lakini pia tumetembelea jengo jipya la fast track huduma za haraka katika kituo cha afya cha Mji Mwema. Kwa ujumla, kamati ya siasa imeridhika kwa kiasi kikubwa utekelezaji wa miradi hii. Maana miradi hii imegharimu zaidi ya milioni 370. Imekubali na imepokea kwa moyo mmoja. Lakini rai ya kamati ya siasa kuhakikisha kuwa wananchi wanaenda kutunza hii miradi, lakini pia wanafunzi wanakwenda kuitunza hii miradi ambayo ni miradi mikubwa ambayo imeleta tija kwa kata ya Mji Mwema na wananchi wa kata ya Mji Mwema. Lakini pia katika jengo la ustawi wa jamii pamoja na jinsia na watoto katika kutatua kero mbalimbali na matatizo mbalimbali ya ukatili wa kijinsia, tumeona pia hiyo jengo lina watu wa usalama na vitengo vingine vipo katika maeneo yale. Chama kimeagiza pia tuendelee kushirikiana na watu wa usalama ili kuhakikisha kuwa zile changamoto ambazo ziko mitaani basi tunazileta katika dawati la kijinsia ili kuhakikisha kuwa jamii yetu, vijana wetu na watu wa rika mbalimbali wanapata huduma sahihi katika eneo hili la ustawi wa jamii, jinsia na watoto katika maelekezo ya kutatua changamoto. Kuna swala la fast track. Ni huduma ya haraka katika kata ya Mji Mwema ambayo tuliibuni kwa kuwa eneo hili, huduma hili kata yetu ya Mji Mwema inapokea wagonjwa wengi. Ni kituo cha afya lakini na wahudumia wateja zaidi ya wateja 20,000 ndani ya miezi miwili. Kwa hiyo ni idadi kubwa ya wateja. Tumeona tuanzishe kitengo maalum cha fast track ambacho kitakuwa kina gharama kidogo sana, ambacho daktari utamkuta huko anatoa huduma zote kwa wakati mmoja. Kwa hiyo pia imeleta tija hasa kwa watu wa bima. Kwa watu wa bima wengi walikuwa wanakwenda katika hospitali mbalimbali, lakini sasa hivi tumepata eneo hili la fast track. Watu wa bima wanatumia eneo hili kuhakikisha kuwa wanapata huduma za haraka na wanaendelea katika majukumu yao. Kwanza tushukuru, baada ya mradi huu umebuniwa na wananchi wa kata Mji Mwema pamoja na bodi ya kituo cha afya cha Mji Mwema. Mradi huu umeleta tija kubwa sana. Kama unaofahamu, bima za afya wengi walikuwa wanaenda katika hospitali za watu binafsi na hospitali kubwa. Baada ya kuanzisha fast track, wengi ambao wana bima za afya sasa hivi wanakuja katika eneo hili la fast track, huduma hii ya huduma ya haraka, wanapata huduma. Kwa hiyo tumekuwa na mwitiko mkubwa wananchi ambao wanapata huduma kupitia kituo hiki cha Mji Mwema, eneo hili la huduma za haraka. Kwa hiyo matokeo ni mazuri na imeleta tija katika kituo chetu cha afya cha Mji Mwema.
East African Spirits Company Limited ni kampuni inayojihusisha na uzalishaji wa pombe kali na bia. Kampuni hii ilianza mnamo 2018 ambapo ilianza na line ya plastiki. Tulianza uzalishaji wa bidhaa yetu inayoitwa Diamond Rock. 2019 tukaanzisha line yetu ya line ya glasi ambao tunazalisha bidhaa yetu pendwa Hanson's Choice. 2023 ndipo tulipoanza ku blend na ku manufacture beers zikiwa ni Hanson's Light, Goldberg, Basembi ambayo imeunga mwaka 2024 na Hanson's Dry iliyoanza uzalishaji mwaka 2025. Bidhaa zetu ni bora, salama, zimethibitishwa na TBS, lakini pia zina key element au niseme ni zina sifa kuu ya kutokuwa na hangover, kutokuwa na harufu mbaya, na pia zina bei nafuu kwa kila Mtanzania.